tunaishi na ndoto, haijalishi misoto, tunaishi na ndoto. Huwezi kuvikwepa, umeelewa? Kwa hiyo kama kwa wewe Masai inatakiwa ukubali tu Masai tunazungumza. Wewe Masai tena Masai umetoka mbali. Oya, Masai amesema hivi, kwamba yeye sio msianze kusema kwamba alikuwa analinda da. Ndio sikia, mimi namelinda. Amelinda da, amesuka. Masai kazi yako ni kulinda. Wewe Masai wewe ni mzaliwa wa hapa? Tukuulize. Wewe ni mzaliwa wa hapa? Wewe mzaliwa wa Mbeya wewe? Sikiliza, hebu kwanza tuendelee na mada. Mada hiyo. Tuendelee na mada. Usiendelee. Kwanza iko hivi. Kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine mimi naona ni sawa. Ni sawa. Umeelewa? Ila hivyo vitu vyote tukao tulivyosema hapo awali kama vinaambatana na riziki na bahati ya mtu. Kwanza sikia nikwambie kitu kwanza. Kwanza fursa nyingi sana hapa Mbeya. Kuna fursa nyingi sana hapa Mbeya. Ndio. Kwa mimi nimetoka Arusha, nimeenda pale Dar es Salaam pale. Nimekaa karibuni kama miaka 9 au 10. Sawa sawa. Nimekuja Mbeya mjini hapa. Na mimi nimekuja kwa ajili ya kazi, nafanya kazi kwenye kampuni ya Mrimi International. Umenielewa eh? Nimekuja hapa Mbeya kwa sina hata mke. Nimeoa na mke wangu na mtoto mmoja. Na maisha yanaendelea. Na hapa Mbeya nimeona wanawake wengi wanajishughulisha kwa kazi mbalimbali. Mjini hapa Mbeya. Hapa Mbeya. Ndio maana yake. Wanachukua ndizi Tukuyu, wanakuja wanauza. Wanauza mjini. Kina mama wanajishughulisha sana. Kwa hiyo hapa Mbeya kuna fursa nyingi za kwenda kufanya monduli. Na kwenda kupata kipato. Umetoka Arusha. Arusha hamna fursa hizo za kusema eti kuna wanawake wengine wanatoka Arusha hiyo wanakuja Dar, wanakuja Mbeya. Hamna hizo fursa nani? Arusha sipo. Sasa nashangaa watu kwa nini wanatoka mikoa yao ya Mbeya. Kazi unaofanya hapa. Kwa hiyo ni sawa au sio sawa? Kwa ni sawa au sio sawa? Kwa sababu sisi tunachozungumzia kwa mtu kutoka mkoa fulani kuingia mkoa fulani au kutoka nchi fulani kwenda nchi fulani. Ni sawa au sio sawa? Ni sawa. Kama mimi leo Masai nikakwambia mimi nenda zangu labda tuseme Mwanza kwenda kutafuta. Na kwa nakosea au niko sahihi? Uko sahihi kwa wewe mwenyewe tu kuangalia kwamba kule unako kwenda. Hiyo mimi naona ni sawa. Sababu si hapa sote vijana. Yaani ni wachache ambao hapa Mbeya. Ni wachache kutoka mikoa. Ukiangalia huyu yuko kutoka Kenya. Kutoka Kenya sasa yuko mjini hapa. Kijana wangu huyu hapa kutoka Kenya huko Chunya. Alikuja kijana yuko. Brother, mimi nimetoka wapi? Unajua mimi nimetoka wapi? Nimetoka mkoa wa Mara. Mimi nimetoka mkoa wa Mara. Sawa, nimetoka mkoa wa Mara, nimevuka mikoa mingapi hadi kufika Mbeya? Nimekuja kutafuta Mbeya. Mingi. Sina ndugu. Sasa maisha hata kama ni mimi mwenyewe nimekuja hapa Mbeya, nimelala stendi siku mbili. Nimelala stendi siku mbili. Kwa bahati nzuri mwendesha daladala hizi ananifahamu, akanichukua ghetto fresh, tukalala tukapunzika fresh, nikaendelea na mishemishe yangu fresh hadi sasa hivi niko hivi. Natoka kitabu. Kumbe ni sawa. Kwa nini sio sawa? Umemsikia Masai vizuri? Katoka katika mkoa mkubwa wenye watu wengi, kaenda kwenye mkoa mkubwa wenye watu wengi zaidi na fursa nyingi zaidi. Akaa miaka 9, si ndio? Lakini bado aliona hafanikiwi, karudi kwenye mkoa ambao una fursa ndogo na watu sio wengi, mkoa ambao hujakomaa vizuri. Ina maana kaja kujipanga kwenye mkoa ambao uko chini. Masai amehama mkoa fulani kuja mkoa mwingine. Masai amehama. Fursa nyingi kakosa. Sikia, Masai alisema kwamba ametoka yeye, kwa nini sitafutie pale alipozaliwa? Maana hata pale alikuwa hana bahati. Hana bahati. Riziki ile maana alikuwa ameikosa. Masai hapa ndio bahati yake na riziki yake kwa huku. Ndio maana yake. Kwa kumbe mimi hapa ndipo Masai alisema kwamba ametoka Arusha amekuja Mbeya, afa amerudi Arusha amerudi Mbeya. No, hajasema kitu kama hicho. Alitoka Arusha akaenda Dar. Hajasema kitu kama hicho. Masai amesema kwamba yeye ametoka Arusha ameenda Dar es Salaam, amekuja Mbeya. Mimi ndo ninachokwambia. Wewe unasema amekuja amerudi. Naombeni niwaambie kitu kimoja vijana. Kuna kitu kimoja cha muhimu sana.
unaweza ukatoka mjini ukaenda kijijini, kwa sababu kijijini kule kuna fursa zake napo na mjini kuna fursa zake. Kwa hiyo mtu anaenda kijijini sio lazima awe hajasoma, hapana. Kijijini kuna wasomi wengi sana, kwa sababu sasa hivi kilimo chote ni cha kisomo. Na ndio maana kinachotakiwa kikubwa zaidi si mjini tu, kuna fursa hata kijijini. Si kwa mfano kwetu pale nani hapo Tete, Fwenkenya, pale Kanga tunalima sana ufuta. Ukilima ufuta unapata na ile inakuwa ni kama ni sehemu yako ya riziki. Kwa hiyo riziki haipatikani mjini tu peke yake. Lakini hata hivyo, si lazima uje mjini utapata maisha mazuri hata hivyo. Hata hivyo chifu ni sawa, kwa sababu kuna watu watoka hapa mjini wanakwenda vijijini. Umeelewa vizuri? Na wanaenda kule wanahoti maisha yao, na unakuta bahati yake na riziki yake iko kule na anaenda kutoboa maisha. Na ndio maana imefika kipindi watu wanatoka vijijini wanakuja mjini. Si lazima kuja mjini, na ukija mjini zaidi, ukija kichwa utaumia. Kwa sababu mjini riziki na bahati. Ukiangalia wengi sawa, lakini mmoja alitoka kule kwetu Tete akaja huku, alikuwa ni fundi landa. Fashion za mjini na za kule Tete tofauti. Ndio. Ikatokea amefanya hapa kazi yake mwezi mmoja, mtoto anaumwa. Ndio. Mtoto aliendelea kuumwa, hana hela kumpeleka rufaa. Sababu rufaa ni pesa, hospitali mkoa ni pesa, wapi ni pesa. Mpaka baadaye mtoto alikufa, alimtia kwenye begi, akashindwa kumsafirisha hata maiti kama anavyosafirishwa. Sasa huku mjini hakuna fursa zaidi ya kijijini. Kijijini kama msiba ni hapo ulipozungumzia wewe umezungumzia bahati. Umenielewa? Kwamba sio kwamba kwa sababu fashion za vijijini na za mjini tofauti. Anaweza akabadilisha kwa sababu katika maisha kipengele cha bahati unakosea. Unaelewa? Kwa sababu unapohangaika maisha useme kwa bahati, hakuna bahati kwenye maisha. Kwenye maisha hakuna bahati katika maisha. Kwa sababu uweze ukasema kuna bahati. Uweze ukasema mwingine anakuja na mjini, kesho mpata kazi. Bahati ipo. Anatoa riziki hiyo au anatoa bahati? Anatoa riziki kwa bahati. Sasa nisikilize nikwambie. Kwa nini tunasema na bahati? Katika maisha ni kumweka Mungu mbele. Mimi ni kumweka Mungu mbele. Mungu ndiye anayetoa kila kitu. Sio kama unadhani una bahati. Mungu. Unaelewa? Bahati na riziki vinaambatana. Ni sawa hivi leo mimi nilipokuja hapa mjini kipindi hicho au vipi bana? Nilikaa miezi isiyopungua 3 sina kazi. Umenielewa? Angali kwamba ninakutana watu mwingine anakuambia nimekuja jana mjini, leo ana kazi. Umenielewa hicho kitu? Umenielewa? Huyu ana bahati na riziki ndio anapatia kupitia bahati yake. Kwa nini bahati? Kwa sababu riziki wote kapata kama huyu. Kwa sababu bahati yangu ilikuwa bado. Ila riziki nilikuwa naipata. Ndio. Ila bahati yako ilikuwa bado. Sio bahati. Hakuna cha bahati katika riziki. Kitabu gani cha riziki? Wewe unahesabu nini? Tunaenda huko. Sisi tusiana kwenye dini sasa. Tusiana kwenye dini. Unapokiana kwenye dini kuna riziki. Ushaelewa? Tusha concentrate katika riziki ni nini? Riziki ni nini? Riziki ni kipato ambacho unakipata wewe. Sasa zina bahati nini bado? Bahati unayo tayari. Sawa, hilo ndio lugha ya kidini ndio Biblia. Riziki ni Mungu peke yake. Hilo ndio ulijua mimi katika maisha yangu. Mtoa riziki ni Mungu peke yake. Binadamu anaweza kutumia akili zake, lakini mtoa riziki ni Mungu peke yake. Kuna vitu viwili. Kuna bahati na riziki. Kwa hivyo vitu viwili bado hamjaelewana. Sasa vinaambatana hivi vitu. Unapata riziki lakini huna bahati. Riziki ya nini unajua? Riziki nipate Mungu anapokuhakikisha. Kama mimi unakuta nimekaa kijiweni sijapata chakula. Umenielewa? Niko town hapa nimekuja tu nimebla bla, sijui ndugu, sina nani. Umenielewa? Ila Mungu ananipitishia mtu ambaye unakuta nikija kikaa naye hivi, unakuta katika maongezi nimejitetea, akasema bana ujala mbili hapa. Hiyo tena ni riziki. Na Mungu hawezi kushuka kama Mungu anatumia bahati. Sasa bahati na ile ni bahati pia. Maana kuna mtu mwingine anaweza kujieleza kwa watatu kwa shida. Umeelewa? Hivi vitu vinaambatana. Viko hivi. Ni lugha tu imetumika kwenye dini kwamba riziki kwa Mwenyezi Mungu. Haya sasa tunarudi pale sasa. Kutoka mjini kuja
Mjini. Au mkoa kwenda mkoa. Tuseme mkoa kwenda mkoa mwingine. Mkoa mwingine ndio wanawake. Sasa kutoka kijijini tu kwenda mjini. Umeelewa? Ndani sahihi tu. Ni vile vile. Hapana. Hapo kwa kusema kutoka mjini kwenda maana kwa mwingine unasema. Ina maana kwa Dar es Salaam sisi kutoka kijijini. Kwa Dar es Salaam sisi huko kijijini. Huko ni bora. Mbeya kwenda Dar es Salaam. Alafu niwaambie kitu kimoja. Umeelewa? Sikieni. Leo hii natoka hapa Mbeya, naenda Dar es Salaam. Sawa? Sina hata 100. Umeelewa? Nikifika Dar es Salaam naangalia kile ambacho Dar es Salaam hawana ila Mbeya kipo na Mbeya hawezi hawanufaiki chochote. Mimi nakitumia kule. Umeelewa? Kwa mfano, mimi nimezungumzia sehemu naangalia ya watu. Wewe ulivyosema lazima pawe na mengi. Kwa sababu hela umetoka Mbeya, umeenda Dar es Salaam, utafuta maisha. Huna kitu. Yaani huna kitu. Huna hata 100 hapo unategemea kwenda kupata utajiri Dar es Salaam. Umetoka Mbeya umeenda Dar es Salaam. Wewe ni mfanyabiashara, unaenda kutafuta maisha. Yaani umetoka Mbeya, huna shilingi 10. Nauli yenyewe kwa kudandia maroli. Umetua kwa mazani kwa makonda basi. Kwa mimi kama kijana, siwezi kuwakatisha tamaa vijana wenzangu hasa waliopo katika nyakati za utafutaji. Siwezi kuwakatisha tamaa kabisa. Mimi naamini ni sahihi kabisa. Ni sahihi kabisa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na ndio maana hata mimi mwenyewe nimetoka kufanya kwa hai tu. Kama nimetoka huko kijijini huko Usangu huko umeelewa? Mpaka nafika hapa Mbeya hapa umeelewa? Sikujua nipokea nani. Sikujua naishi wapi na ninakula vipi. Lakini yako Mwenyezi Mungu alipangia iko hapa sio kule ulipo. Ndio hivyo ndio sasa. Kwa eti mimi natoka Dar es Salaam naenda natoka Dar es Salaam naenda ndo kuna bahati yangu. Usizungumzie riziki ni sawa sawa na kifo. Usizungumzie huko. Umeelewa? Zungumzie mambo sahihi au sio sahihi. Ukaenda zako Chunya tu ukaenda ukafia Chunya. Sisi hapa tunazungumzia kwa sababu ni sahihi au sio sahihi kutoka mkoa fulani kwenda mkoa fulani. Ni sahihi. Ni sahihi. Lasi, nikusimamisha hapo. Ni sahihi 100% kadhaa. Mimi nimetoka hapa. Majuzi kati naenda msibani nyumbani. Sawa. Au mwaka 2000 na ngapi? 2000 na ngapi huu? 2018 2015 huko mjini unasahau 2015 kwa sababu nyumbani. Umeona? Sikia. Mimi nakutarehe bila nyumbani. Nimekuta mtu ndio mwacha. Tunajua basi tarehe. Umesikia? Mtu ndio mwacha nyumbani. Anamiliki Probox. Sawa. Na nimeenda majuzi kati msibani, nimemkuta yule mtu kauza ile Probox, kanunua Probox nyingine model inaitwa Succeed. Sawa. Yani 100% kadhaa. Tunakuja mjini ni bahati tu. Ni bahati. Ni bahati. Ukaja mjini kufanikiwa ni bahati. Mimi ninachotaka kuwashauri vijana wenzangu kikubwa kumuomba Mungu kwanza. Unapotaka kutoka labda Mbeya kwenda Dar, kwanza uwe na mtaji. Umeshafanya survey kwamba nakwenda hapa Dar, nikafanya kitu. Sio unatoka from nowhere. Mzee mtaji Masai unakuwa unakosea. Kila mmoja anakuwa na mtaji Masai. Masai. Ndio uko sahihi. Ndio maana unakuta wengi wanaanzia chini huko kama na hela. Anaenda kuongeza kipato chake Dar es Salaam kwenye fursa kubwa. Yaani kuniambia utoke hapa huna hata 100. Hapo unaenda kutoboa pale. Au uongo. Ukikamata uzuraji unasema Mungu ukiniambia nikisema kwamba ningekaa kijijini mpaka nikusanye mtaji ndio niweke mjini. Mbona leo maisha nisike kwa leo haya? Kikubwa ujipange. Ni sio kujipanga Mungu uwe na mtaji unapoenda Dar es Salaam. Umemsikia chief alivyosema kwamba alienda Songwe kijijini, umeelewa? Alijipanga, alilima, alivyopata ndo akaja mjini kuanzisha maisha. Sio kama alikuja hapa akafika hapa. Kwa nini maisha yasianzishe Songwe wewe? Kwa nini maisha yasianzishe Songwe huko alikuja tu mjini hapa? Sikiliza kwanza. Obi yule kijana wangu ametoka hapa Mbeya. Kaenda South Africa. Kadandia tu lori. Kaenda kule kakaa miaka kama 5. Amekaa kule hana hata passport. Anaaswa amehangaika. Umeona? Anaenda anarudi hivyo anaenda anarudi, lakini mpaka saa hizi Mwenyezi Mungu kamsaidia. Yule kijana mpaka saa hizi yani ana ofisi yake
South Africa, umeona? Ana maisha mazuri tu, kabeba familia, kabeba mtoto, kabeba mama, yuko naye kule anaishi. Sasa bwana mdogo, nikuelezee hicho kitu. Huko ndo tunarudi sasa kule alikuwa ana juhudi na bahati. Ndio hicho alikuwa hana pesa. Lakini pia vile vile kuna ana juhudi na bahati. Wanaotoka Tanzania wanaenda South Africa, maisha yao wakirudi huku ni walaunga. Na kuna wengine wakienda kule maisha yao, lakini wote wanaelewa. Nilikuwa nazungumza kwamba ni akili, na ni akili ya mtu. Umeelewa? Kwa sababu lazima mimi na wewe tunaweza tukawa tunafanya kazi moja. Lakini tunawasaidiaje hao walioenda kule wakafeli wakawa walaunga wakarudi hapa walaunga? Tunawasaidiaje? Maana aliyofanikiwa ni sahihi. Ila kwa walaunga sio sahihi. Tunawasaidiaje sasa wale walaunga? Wakirudi kwao huko wanakuwa na maisha mazuri. Ndio maana yake sasa na wanakuwa na maisha mazuri kabisa. Maisha mazuri. Maisha mazuri. Akienda kule maisha mabaya. Lakini wengine wakienda kule wanakuwa na maisha. Wewe sehemu ima sio kama wewe mtaji ndio ufanikiwe. Tusivunjane moyo. Tusivunjane moyo. Tusivunjane moyo. Mimi nasema hivi. Kwa ushauri. Kwa ushauri wako kama mimi kijana. Kwa sababu hasa niliyopita mimi nimeifahamu mwenyewe kama mwenyewe. Ila hapa nilipo, ina maana nimekuja mjini. Ni sawasawa kama vile. Ni sawasawa kama vile. Karibu. Karibu bro. Baba karibu sana. Karibu sana. Karibu bro. Ni sawasawa hivi, niko hapa. Ni sawasawa hivi. Ningesema kwamba mimi nijiingize katika makundi ya wizi. Ningekuwa mwizi. Ningesema nijiingize katika wavuta bangi, ningekuwa mvuta bangi. Ningesema niwe mlevi, ningekuwa mlevi tu. Ina maana kutokana na akili yangu niliotoka nayo kijijini na jinsi nilivyomwomba Mwenyezi Mungu na kujipanga kwamba mimi nimekuja mjini kutafuta maisha. Kama naye kutafuta maisha kama nitapokelewa na nani na nitafikia wapi? Ila mimi si mtu wa kiume. Mimi si mtu wa kiume hasa. Ni sasa haya najivisha sasa niko South. Hapa sasa ndio niko South. Niko South sasa ndio nimeingia. Alafu nimetoboa ndio nafanya hii kazi. Umenielewa? Sasa kula unga kuvuta baadaye au kunywa mapombe ni akili ya mtu. Umenielewa? Lakini Mungu kanipa riziki, kanifanikisha na bahati yangu ya kufanya kazi, nimepata kazi. Nafanya kipato, nimeoa na watoto. Yaani hapo unaponiona hapa, nimeoa na nina watoto. Kwa hiyo na washauri pia hata vijana wenzangu waliopo huko vijijini wasiogope. Sasa hiyo nini pesa? Asi. Wewe umekuja hapa una ujuzi wa kunyoa. Mwingine anaweza akaja hana ujuzi wa kunyoa. Ndio. Hana fani aina yoyote. Hasa mjini atalima lami. Sikia. Kwenye ujuzi hapa. Sawa. Mimi hapa niliondoka 2013 Mbeya hapa, sawa? Nikaenda Mafinga. Sina ndugu Mafinga hiyo. Mimi Mnyakyuso hapa. Nimeenda Mafinga, sina ndugu, nimemaliza form 4 nikaenda kule. Nilienda mimi nimetua sina sehemu ya kwenda. Mpaka nikaenda kuomba kazi sehemu. Mwenyewe nienda kuomba kazi. Sikuwa sina ujuzi. Fani zaidi kwa sababu wangapi wako mjini hapa wanafanya kazi za kujiajiri wanachana mbao. Akauza kuchana. Haya kibarua sio ujuzi sote tija sana. Ujuzi unapopata bado unapohangaika. Usiangalie ujuzi wangapi wanazungusha juisi, wanazungusha chai, ila kazi ya mtu wangapi. Ni jamziki kwenda kujitoa mwanga. Baba bana ningekuta kama wewe kaka. Umeona hapa? Mimi ndo naingia leo mjini. Nimekuta bado chomelea. Nimekuja kupigia magoti kaka. Samahani bwana. Nisogezeke kama chuma. Ukanikubalia kwa Mungu aliyokubarikia kwa sababu una roho nzuri. Vijana wa siku hizi wameshatufanya tumekuwa tuna roho mbaya. Kwa sababu vijana wa siku hizi ukimpa kazi anaiba. Ukimpa kazi ndio anaondoka. Siku hizi kazi wanapeana kwa kujuana. Wanapeana kwa kujuana kwa sababu ya kitu kimoja. Hata ukiomba dereva wa lori, hata kusukuma mkokoteni, watasema wanataka mdhamini. Sasa wewe mdhamini ni nani? Na wewe umekuja mjini hauna mtu. Sawa. Lakini brother, ila kumbuka brother wanakuambia hivi. Wanakuambia ongea na watu ili uvae viatu. Kwa hiyo utakapofika mjini hata kama huna ndugu, wewe utapata ndugu. Wewe una damu ya kunguni, wewe usio na ndugu. Usio na rafiki. Nataka niwape mada moja. Maisha ni magumu. Ndio. Na ukijifanya unaelewa haisaidii kitu chochote. Unaniona mimi hapa? Ndio. Mimi nimechunga ng'ombe. Ndio. Sawa? Nimefanya kazi za ndani. Ndio. Mimi kama mimi. Sawa. Nimeenda China kupitia mgongo wa mtu. Ndio. Nilikuwa nachunga ng'ombe, alikuja kunisomesha dada mmoja tu. Katavi huko zamani sana. Dada akanichukua kama ndugu tu. Nimeishi naye vizuri nikapata ajali. Nilipata ajali ndio akanipeleka China yule dada.
Nimekaa chini mimi miaka 11. Lakini dada sijui kumfanyia kitu chochote kibaya. Mpaka sema alikuwa anaweka hela. Mimi nilikuwa najua, lakini siwezi kumwibia hata shilingi. China alienda na mtaji, alienda yeye mwenyewe. Alikuwa hana mtaji. Sasa alikuwa ni mwaminifu. Vijana wengi siku hizi si waaminifu. Tumezungumza kwenye tabia. Wengi katika tabia zao sio nzuri. Mimi nazungumza kitu kimoja. Karibu tukae hapa. Amechoka. Nikamwambia kaa hapa. Ndio. Amekaa asubuhi nimelala mimi. Naamka. Mimi mishughuliko yangu soko Matola, nafika kwenye chumba chake hayupo. Nje nikajua labda anafagia hayupo kwa sababu siku hizi. Nafika soko Matola nakutana naye anaomba tena kazi. Kwa hiyo vijana wa siku hizi wana tabia mbaya. Na ndio maana tukija mjini tunaogopa. Vijana wote wana tabia mbaya. Mimi naweza nikataa na blaza. Kwa nini nakwambia? Mimi ndio katika kufanya hizo kazi zangu. Nilikuwa kwenye kampuni ya Gita hivi. Ndio. Nilifanya kazi. Mbeya hii ndio nilikuwa chinga wa kwanza kutembeza simu. Hata wanafahamu. Ndio nilikuwa chinga wa kwanza kutembeza simu za Gita hivi. Sokoni mimi kina mama wote wewe. Hizi mashine za mpunga wote wananielewa. Sawa? Na vijana wengine wakaanza. Sasa katika kutembeza simu, zepa kwenye ofisi yetu ya Gita ilikuwa Kabwe hapo. Na mimi nikaona vijana wanacheza pool, wacheza pool. Nikamfuata jamaa bwana. Wewe kucheza pool kuanzia asubuhi mpaka jioni unaingiza nini? Hamna mwanangu sijui nini kujifurahisha, nikamwambia sio ishi. Njoo nikamwita pembeni tukaongea faraga fresh. Sasa nimeenda naye Songea. Nimeuza mara ya kwanza, mara ya pili. Kwa unapata hela. Laki 3 ile ya kwanza nikamwambia wewe shika. Sisi mgeni. Ya pili kuna mzigo ulikuwa unakuja Makambako. Nikamwambia tuko Songea. Nikamwambia bwana ufuate mzigo Makambako. Memory card tu. Nadhani unazivaa. Viboksi viwili tu vya memory card vile vidogo tu. Lakini hela yake ni ndefu sana. Sasa nimemtuma yule mshikaji kwenda ndani Makambako kuchukua mzigo. Nikajifunza mengi. Kimoja. Sasa ndio hata siku hizi vijana wengi kuajiriwa wanakuwa yani tuseme si ni usharubaro, si nini, si ni ukumbavu. Utasema sasa hivi vijana wote wanaokuja kutoka kijijini hakuna huduma. Wanajua wakija mjini watatoka. Na hawajui kwamba watatoka, anaokuja mjini anatoka kwa sababu ya kufanya kazi. Sasa vijana wengi wanataka kufanya kazi. Anataka akija yeye akakuta sebeni kwao kuna TV flat, kuna nini, aweke mguu kwenye sofa asubuhi mpaka jioni. Kisha ataenda. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kutoka kijijini kwenda mjini kutafuta ni sahihi. Ni sahihi kwa sababu tunakuja bwana Chivo. Kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine au kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine au kutoka katika nchi hii kwenda katika nchi nyingine. Ni sahihi au sio sahihi? Kwenda kutafuta maisha. Kwenda kutafuta maisha. Ni sahihi. Ni sahihi. Basi ni sahihi kwa maana hatujui uko na tena kutanaje vipi kutokana na tabia zako ulizonazo. Kwa sababu tabia ndio zinazombeba mtu. Ukiangalia tabia hekima zinazombeba wewe. Hatuwezi kuangalia tabia kwa. Umetoka kama wewe umetoka kijijini, umekuja hapa mjini. Tabia yako ndio kufanya wewe uwe na watu. Ndio. Tabia yako ndio inakufanya wewe upendwe. Ndio. Tabia yako imekufanya wewe upate kazi. Ndio. Tabia yako wewe ndio inakufanya wewe kwamba ujisikie una amani na uhuru wote wa kuishi ile sehemu uliyofika, si ndio? Ndio maana bwana Saidi ulichoongea ndio mpaka sasa hivi unaona uaminifu cha kwanza. Cha kwanza. Kitu kimoja kizuri sana. Jambo kubwa ndio kama leo hii sisi tunafanya kazi na Wachina na watu tofauti tofauti. Sawa. Uaminifu tu. Ukiwa na uaminifu blaza utaishi na kila mtu. Lakini sasa kila siku blaza hawana uaminifu, hawana tamaa hawana, yani tamaa. Akapiga sneaker sijui jinsi nini. Naye anataka kufanya siku mitano atamwambia bwana mshikaji mpige DJ wako mkuja niende labda Rujeo hapo unapoenda kusalimia. Sasa unachosema hela kimaliza kuna kijana mmoja ametoka kwa Msamba juzi. Mashine anaondoka. Amefika ni jirani yangu. Namueleza mimi nilipokuja mjini mpaka nikafika hapa. Yeye anataka kuwa anaenda kuangalia anaenda kwenye magemu. Anaenda kwenye nini? Huyo mtu anaweza kufanikiwa. Alafu na vijana wengi siku hizi blaza. Huyo hapa jibu lilo sahihi. Anasema kunaweza kuwa sahihi au sio sahihi. Lakini nimesema hivi mimi kitu kimoja. Hapo ukisema sahihi na kutokuwa sahihi ni kutokana na hekima yako na busara zako na jinsi na tabia zako ulizonazo ulizobeba ndani ya mgongo wako. Unaelewa mgongo unabeba yako uliyobeba kichwa. Ndio maana hivi mgongo ndio unabeba kila kitu. Kichwa ndio maana huku nyuma huku ndio kwenye fahamu. Kila kitu unakipanga kiko huku. Umenielewa kwamba ndio maana kama mimi tabia zangu nzuri na ndio maana nimefanikiwa kwa haraka. Je, tabia zangu zingekuwa mbaya nisingeweza kufanikiwa. Kwa hiyo cha msingi tuwashauri wale vijana wenzetu kwamba wanapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, cha kwanza tu tuna tabia nzuri. Busara wa uaminifu wepo. Alafu usipende kuchagua kazi kijana. Usichague. Usichague kuchagua kwa sababu wanda ndio riziki Mwenyezi Mungu. Hata ukataka vya ushoga. Vijana wengi wanakuja mjini sasa hivi ni bisho. Wanaona maisha ya kwenye TV ndio maisha ya mtaani. Kwa hiyo wanashindana nayo hayo mambo. Ndio maana
ukiweka kasimu amepakua, ukiweka kaela amepiga. Sasa maisha yanakuwa magumu. Mimi nikuulize swali. Kwa hiyo wewe unaona kwamba vijana waliopo vijijini wabaki vijijini kutafutia vijijini hapo hapo, si ndio maana yake? Walime. Kwa sababu mzee wewe umekataa. Wewe mzee unasema hivi kwamba vijana wengi wanaotoka kijijini katika vijana 90 vijana 10 wana tabia nzuri. Nani atalima? Sikiliza, mwaka 2006 hapa mbele palikuwa hapana baba shop. Umenielewa? Mwaka 2006 mpaka leo hii ukitaka kuangalia hapa tu Soweto pana baba shop zisizopungua 7. Umenielewa? Achana na Kabwe, achana na Mwanjero. Yote hayo yanatokea kwa sababu wewe kijana unakimbia jembe, unataka vitu rahisi. Ndio hizi. Sasa vijijini wanaelewa taarifa watapata wewe. Tutapata binadamu. Sisi ni binadamu. Tunazunguka tuko katika mzunguko. Ndio mzunguko na huyu kijana yuko ngoja kwanza. Hapa mzunguko. Ngoja kwanza. Mzunguko mkubwa naozungumzia mimi. Kwamba mwenenda mimi leo. Ndio. Nikipita miaka miwili kuna mtu yuko kama lika langu tena mimi nimekuwa kwenye hatua, niko kwenye hatua nyingine. Unaelewa? Kwa hiyo yule anaokuwa saizi yule nilimzidi miaka 3. Yes. Atakuja kufanya kazi ambayo nilikuwa nafanya mimi, ambayo mimi hii kazi nimeachana na kufanya kazi. Ngoja kwanza. Tunaposema mtu kutoka kijijini, sawa? Tunaposema mtu kutoka kijijini na kuja mjini, sawa? Mimi kwa mfano ni mkulima. Nimelima, mazao yangu yako vizuri, yako safi. Nimepata ile hela. Lazima kwa sababu nikipata hela msoni nimepata milioni 10. Ngoja kwanza. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Issue iko hivi. Hata kuzungumzia Mchina ni kitu kizuri akueleweshe. Kwamba ile fedha mimi nitahifadhi wapi? Sasa nije mjini. Nimepata nije mjini niangalie kuna fursa gani. Kuvimba nije mjini kuna benki mjini. Yale wewe umeshatoka kijijini na mtaji. Hujanielewa? Utanielewa. Hamna wakulima ambao wako kijijini walima wanakuja kuchukua bidhaa mjini na kupeleka kijijini? Wapo. Sasa wote alisema wa kijijini vijana wasio na kazi kijijini waje mjini. Ndio tumemuuliza kufanya nini? Na nikuja nikuuliza kitu kimoja. Na sasa hivi watu wengi wanapika kwa kitu hichi kimoja. Kwa nini nikwambie? Kwanza utandawazi umekuwa wazi zaidi. Sawa. Smart tunazozitumia. Sawa. Hivi leo blaza tu hapa mwandishi atoke hapa moja kwa moja mpaka pale Kabwe pale kwenye ile fudio unacheza nini ile? Sijui Kamali ile sijui nini. Beti. Afika pale waulize vijana watano wewe umetoka wapi? Unaona? Sasa hivi vijana tunaigaiga. Sasa kule kuigaiga ndio tunapata upumbavu. Wewe mwenyewe hapo unasomea asbati hiyo. Hii hapo. Hapo ni muda wa kazi fresh lakini kuna muda fulani unakaa kama bwege kwenye simu. Unajua unafanikiwa. Vingine vinafanikiwa. Ngoja. Fanya kama kazi yake. Nataka ni mwige huyo kazi yake. Sasa nataka kuwa stop na mimi hapa. Lazima kuwa stop na mimi. Ile pia Kamali unaweza ukaiga na ukafanikiwa. Tunasema hivi, sikiza Mchina kwamba iko hivi kwamba tunazungumzia swala moja. Ndio. Mtu kutoka mkoa fulani kwenda mkoa mwingine ni sawa au sio sawa? Ndio hilo tu. Sawa. Basi tabia zote nazo. Ila nini? Kwamba ni sawa. Maana moja kwamba lazima vijana tu tunahangaika kutafuta. Ndio maana mimi mwenendo hapa. Mimi kishaona hapa kesho kivitu hapa mimi hapa nifanye. Sina muda tena kukaa hapa. Ndio maana. Umenielewa? Ndajikurupua hata kama ninacho sina. Sawa, Dar es Salaam. Baba Dar es Salaam unaposema mimi ndaferi, lakini naweza kafika Dar es Salaam na nikatoboa. Umenielewa? Au la? Inaweza kafikia kipindi labda hapo kwenda pamenishinda. Nikatoka mimi hapa nikauliza tena nyumbani kwetu kijijini. Kama nikifika pale kijijini natoboa. Umenielewa? Inawezekana, lakini cha msingi tunawashauri wale vijana wenzetu. Tusigande mkoa mmoja. Nini kwa upande wako? Wewe unaona mkoa Mada sijui Maana inasema hivi kwamba hivi kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine au kutoka kijiji fulani kwenda kijiji fulani, lengo la dhumuni katika utafutaji, umenielewa? Au kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, lengo ni utafutaji, haijalishi una mtaji au huna mtaji. Je, ni sahihi au sio sahihi? Hajaelewa na cheka. Anakuchanganya mudi. Hujanielewa au umenielewa? Kwanza yeye mwenyewe ametoka kijijini. Amekuja mseme cha kwanza hicho. Atuko tunazungumza swala vingine. Ngoja kwanza sema kwanza ni sawa sio sawa? Sahihi sio sahihi? Sio sahihi. Kwa nini sio sahihi? Sio sahihi. Mimi sahihi. Wewe sahihi. Tupe sababu za kuwa sahihi. Kwa sahihi. Kwa sababu maisha kila mtu anatafuta popote. Popote. Wewe sahihi. Wewe ambao sio sahihi mudi.
Wewe ambao sasa hivi naomba na tuchangie na wewe kidogo. Ngoja nimalize kwanza. Sasa kumaliza ndio muda ndio huu. Wewe. Wasema tu kweli. Kama sasa hii wale vijana ambao wanajipanga sasa hizi kule kweli Chunya kule wanajipanga kwa Chunya huko sio kutokea Kapsamba sio kutokea wapi. Samahani lakini wao naamini kwamba kama sio sahihi kweli. Kama kweli sio sahihi. Unaelimisha nini au unaelimisha nini wale waliopo kule wanajipanga kutoka kule aliko waje huko. Tuliko sisi. Au unawaambia nini hao wanajipanga kutoka hapa Mbeya waende Dar es Salaam. Au unawaambia nini wale wanataka kutoka Dar es Salaam kwenda South Africa. Unawaambia nini? Ngoja kwanza. Kama sasa ngoja kwanza muda. Nachangia. Nachangia subiri. Ndio changia sasa muda ndio unazidi kwenda. Sisi tunaendelea kazi. Tutakusikiza wewe muda boss. Amini ni sahihi. Mudi mimi ni sahihi. Mudi bado ameshindwa kuitetea hoja yake. Yes, anaonekana mtoto wa mama. Ameshindwa kuitetea hoja. Wewe mimi naamini kabisa kwamba kutoka mkoa fulani kwenda mkoa fulani ni sahihi. Wewe unataka kwenda Dona ujala. Mimi sio mchapo, namwambia ukweli. Kwa maana yangu, huyu ni kijana. Yes, amezaliwa hapa Tawi. Na mimi unamjua kabisa hajazaliwa hapa Tawi. Kazaliwa wewe umezaliwa wapi Mudi? Samani kwanza. Hapa. Ugali wa Dona hapa wewe. Ugali wa Dona unazaliwa hapa wewe. Wewe umezaliwa kama sio Ona rangi ya Dona hii. amezaliwa wapi huyu? Rangi ya Dona hii. Uko wapi huyu? Huyu usimkinga wa maketo huko. Kabila gani? Huyu. Si Sanga. Singida watu wa Singida. Kama upike huko utakuwa. Baba yako ametoka Singida huko kuja hapa wewe umekuja hapa na umetoka kijijini kuja hapa. Lakini hapo mpaka saa hizi wewe Mudi umetoboa. Unataka upewa Singida wale kwenda hospitali kule kuja kutafuta maisha yako. Huwezi kwenda sehemu huna capital. Unaelewa? Unaanzia wapi? Unaweza kuikuta pale pale ulipofikia. Mbona mimi wewe kutoka kule nikaja kule. Ili uende ili usikia hizo ni bahati nasibu, lakini ukiwa una mipango lazima unaenda kwa mipango, unaona? Huwezi unaenda kwa mipango. Ndio hicho tunakwambia useme basi kama uko kijijini tafuta basi lima, uza mazao, ukishapata mtaji ndio ufanye biashara mjini. Ili kwambie kitu kimoja. Sasa hivi ukienda kwa mipango, sasa hivi unakumbuka ngoja kwanza ni nini kwani? Subiri. Wewe ulitoka kijijini. Lakini akili yako moja kwa moja ukijua kabisa nikifika mjini mimi nataka nipate saluni. Ngoja tutangie tu unoe. Ngoja kwanza tupe mambo ndio hicho kufikia ujue. Sio kwa kila mmoja ndio mwenyewe tunarudi kule nyuma kusema kwamba labda uwe na nani wanasema na kazi au na fani. Hapo ndio tunarudi kuzungumzia fani. Sio fani. Sikiliza sisi zungumzie fani. Ningekufika hapa haya saluni nimekosa. Je, ningeshindwa kwenda kuomba kazi mgawani, kuomba kazi ya kuosha vyombo? Ungeenda. Si umenielewa? Kwamba lengo sio fani. Lengo ni kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupiga debe. Mfano kama mimi hapa jamani. Mimi mfano wangu. Nimetoka huko mkoani lakini nia yangu na zumuni langu niende wapi? South Africa. Au sio? Nimetua Mbeya. Sikiliza. Hapa ndio bwana yenyewe. Nimefika Mbeya, nimeshuka stendi. Niliposhuka stendi nikaona hapa mbona pananifaa. Na simjui mtu yoyote. Nimelala stendi kama mwanzo nilivyosema siku hizo. Kwa bahati mbaya au nzuri. Stendi, guest na hela kulala guest. Afrika uko na baba. Ndio hivyo kutoroka. Ndio uzamiaji, yani kana nimetoka kijijini huko. Huyu hajawahi kusafiri. Maana yake mpaka umepanga uende South Africa una hata 100. Ndio nakwambia hivi. Ndio maana kuzamia neno lilikuja kuzamia. Hiyo kutoka hapo panga na nini? Sio kwamba unapopanga kwenda sehemu lazima uwe na hela wewe. Kwani siwezi nikapanda lori mimi kusaidia tu niwe kama kosa mimi nikafika mbele. Mimi naamini nilikuwa watu mara ya kwanza sisi tunaenda China, tumeenda kwa meli. Mwezi mmoja na nusu kwenye maji. Meli unazozifahamu wewe, mwezi mmoja na nusu. Pale uliposimuliwa China. Wakati naenda China, ilikuwa ni mwezi mmoja na nusu. Wakati hapo naenda China. Ndio nakwambia hivi, hata unapoona hapa vijana tuko tofauti. Au kuna mwingine umetoka Kigoma, kuna mwingine umetoka Tanga, kuna mwingine tuko wapi? Wote tunabadilishana mawazo. Bwana wewe umetoka Tanga, huko kwani kuna nini? Bwana mimi kuna 1 2 3 hivi. Huyu unashangaa kijana Mbeya akapewa fursa nzuri akasema kumbe Tanga ukichukua nani, labda kutoa viazi Mbeya, kupeleka Tanga, kuna 1 2 3 hivi na hivi. Bwana unakuta jamaa sio mfano tunaweza katoa Kasim katoka Tanga. Anakuja hapa na bwana, mimi na hela yangu lakini siwezi kujua kuna issue gani ambayo ina nani labda biashara gani unatoka Mbeya. Akamwambia labda kuna viazi kama tunavyojua mkoa wa Mbeya ni mkoa wa mazao mengi. Sasa kuna maparachichi. Huyu akamwambia bwana, Tanga viazi vinalipa. Huyu ana hela yake. Huyu si mwenyeji wake Saidi. Akamwambia bwana, mimi viazi najua sehemu zinatoka. Kuna mlima nini kule juu kuna Kawetele.
kuna Tukuyu. Sasa atampeleka mwenyeji wake vizuri. Leo lazima atampa asante. Au si bwana? Sasa lazima zumuni mimi nasema hivi kwamba hilo neno linalojadili hapa ni sahihi. Kwamba hivi hata wewe hapo umejiona hapo saizi. Wewe umeona hapa umekufaa. Lakini mawazo yako yalikuwa kwenda South Africa. Itafika kipindi utakuta tu moyo wako unakutuma bado uendelee na safari kwenda South. Kwa hiyo haijalishi utakuwa umeshajichanganya na vinauri. Ukiniambia eti Hivi kuna vitabu umekuwa mzungu wewe, wazungu ndio wanafanya hivyo. Lazima kumaliza kabisa kwamba nchi za wazungu ndio wanafanya maisha kama hayo. Kwa maana anapoenda sehemu lazima amejiandaa pocket hivyo mfukoni. Sisi mwaka mzima. Sio mwaka tu. Kuna mkusanya hata miaka 4 5. Lakini sisi ni vibaka. Sisi tunaishi kibaka Tanzania hii. Umeelewa? Kwa sababu sisi popote ni popote ni kambi. Mimi nakwambia kwa mimi nawashauri na vijana walio kijijini huko. Au hata mliopo hapa blaza hata wewe mwenyewe hapo uliopo hapa. Wazo lako la kwenda South Africa. Usilifute. Angalia kwamba kama bado lengo lako ni kutimiza kufika South Africa. Kwa hiyo wewe tutoke. Nakwambia kweli. Wao watamani kwa kama dada. Sasa tunaona watamani kwa kama nyie, wapemba wiki kama nyie. Mimi nakwambia hivi, mimi maisha yangu yako hapa. Hayakwambia mimi maisha yangu yako hapa. Mimi lazima nitoboa tu, naenda mbele kutafuta hata kama sina kitu. Natoboa, mpende kuatisha vijana walio huko wasije karibia mjini hapa. Mjini waje tu bwana. Waje mjini. Karibu kae. Na hapa kila na kijijini kwao. Karibu kae. Wewe njoo unyoe tu, free na kunyoa free tu. Nenda kanyoa. Umenielewa? Umenielewa bro? Kwa hiyo lengo la zumuni kwamba tusiwakatishe tamaa vijana wenzetu. Hasa wale vijana ambao wapo katika hali ya utafutaji. Umenielewa hicho kitu? Kwamba kama kweli tunatafuta, tumejizatiti kutafuta, tujibebe na zile tabia. Tabia mbovu, kwa maana tabia mbovu zitatupelekea sisi. Sio kwamba kuna maisha mazuri yale malengo yetu ya kutafuta. Umenielewa? Kwa hiyo ili tufikie yale malengo, lazima tubebe tabia zetu nzuri miongoni mwetu. Umenielewa? Kwamba tusiogope kutafuta. Lazima tutafute tu. Umenielewa? Hata mimi hapa saizi hapa ninasema hivi hapa saizi. Mimi nikisha yumba hapa, nikakuta nimeyumba hapa. Mimi nakwenda kutafuta maisha mbele. Kwa sababu lengo langu mimi ninapotoka kijijini sio kuishia hapa Mbeya. Lakini kwa sababu nimefika Mbeya, hapo nimekuta maisha baadhi ya maisha, nakuta napatia kidogo na nilifika kipindi nimeoa na uwezo kujikizi mahitaji yangu, na uwezo wa kukizi mahitaji ya mke wangu, na uwezo wa kukizi mahitaji ya watoto zangu. Umenielewa? Kwa hiyo yananifanya niendelee kuwa hapa Mbeya. Lakini mwisho wa siku ikaja kaona kwa ikaonekana kama nimeanza kukosa tena mwelekeo. Mimi nasonga mbele. Mimi nasema tu ukweli. Mimi nasonga mbele. Leo natoka Mbeya hii. Wewe baba Dar es Salaam unaposema hapa tafuti maisha yangu yako. Mimi maisha yangu yako mbele huko. Nakwenda baba Dar es Salaam. Naenda tu. Tunaishi na ndoto, haijalishi misoto, tunaishi na ndoto.